Kila mwana Simba aichukue hiyo kuanzia sasa, kila mwana Simba aiweke moyoni hiyo kuanzia sasa, na kila mwana Simba aanze kufanya kazi kuanzia sasa kuhakikisha kwamba kombe hili tunabeba. Bado tunayo kumbukumbu mbaya ya mwaka 1993. Wapo ndugu zetu wengi ambao walipata madhara makubwa ya kisaikolojia, madhara makubwa ya moyo, madhara ya kila kitu baada ya Simba kupoteza fainali katika uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Wale wote ambao wameishi na mioyo hiyo yenye maumivu kutoka 93 mpaka hii leo, tunakwenda kuwafuta machozi rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na njia pekee ya kumfuta machozi mwana Simba aliyeumia mwaka 93 ni kumpa zawadi ya ubingwa wa safari hii. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na ni vema kila mwana Simba akatambua ugumu uliopo mbele yetu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye sio mpinzani wa kawaida hata kidogo. Hili kombe la shirikisho Berkane amechukua mara 2. Amecheza fainali mara 4 jumla. Maana yake ni kwamba huyu ni mzoefu katika eneo hili. Na hapa hatuzungumzii ubingwa ama fainali ya Berkane ya zamani kama yetu ya 93. Hapa tunazungumzia fainali au ubingwa ambao wameuchukua Berkane 2024, 2023, 2024. Berkane amechukua ubingwa. Berkane amecheza fainali. Kwa hiyo bado ni wa moto kweli kweli kwenye upande wa mafanikio ya soka barani Afrika. Huyo ndio aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Lakini hatuofii rekodi yake wala ubora aliyokuwa nao. Sisi ni Simba Sports Club na tunasema hili tunabeba. Lakini haitakuwa ya kubeba kwa wepesi wepesi. Ni lazima tufanye kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunachukua ubingwa wa Afrika. Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeda Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka 2 na unajua huyo mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa safari hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakuambia, anakupigia simu, jamani hii mechi ngumu, viongozi pambaneni. Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anavyoweza kupambana. Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndo kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, twendeni tukahangaike, twendeni tukafanye kila tunachoweza kufanya tuchukue ubingwa wa Afrika hii. Nafahamu wana Simba tuna uwezo mkubwa wa kupambana kuchukua huu ubingwa, lakini mapambano uliyofanya tukamtoa Al-Masry, uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yeyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa. Kombe hili akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho mwamuzi inapulizwa. Anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia
mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali, maana mshindi wa pili anakuwa wa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kuaga na medali za aina mbili, kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto, ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano, na kwa kuanza hilo, kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye grupu lenu, kwenye tawi lenu, mazungumzo yetu wana Simba yawe ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yeyote ile wana Simba tuachane nayo, huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko, kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, removusha huyo mtu, wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi 6, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25, kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kuwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja, ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje ya uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje ya uwanja, kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu, na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunataka kupiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ni fainali fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali ile watu waliingia bure uwanjani. Hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali, watu wakaingia bure uwanjani. Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile.
Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo asante. Fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa.